Kwa majina naitwa Simoni Lameki Bwiko. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Silada Company. Lakini pia ni mwandishi wa vitabu. Leo tutaongelea kanuni ya kuku mmoja kukuletea kuku wengine 70 kwa mwaka. Tunahitaji mpaka wale watu ambao walikuwa wamekata tamaa katika mradi huu wa kuku, basi waje kufuga kuku. Kuku ni mradi ambao Mwenyezi Mungu ameubariki katika wanyama wote wanaofugwa. Mwenyezi Mungu amewawekea hawa kuku uwezo mkubwa sana wa kuleta mapinduzi makubwa sana katika familia nyingi. Sasa leo tutaongelea mambo ambayo ukiyafuata, kuku mmoja ana uwezo wa kukuletea kuku wengine 70 kwa mwaka mmoja. Ni mambo gani? Sasa ndio leo tunayaongea katika kipindi chetu hichi cha darasa la ufugaji wa kuku. Kanuni ya kwanza kabisa ya kuhakikisha kuku wana uwezo wa kukuletea kuku wengine 70 ni kwanza uwe umepata darasa letu lile la awali la kutunza vifaranga vya kuku. Kwa maana kwamba kuku huyo kazi yake atakuwa ni kutaga na kulalia. Na baada ya kutaga na kulalia, kazi yako wewe ni kumnyang'anya vile vifaranga. Akitotoa tu siku moja, wewe unamnyang'anya vile vifaranga. Sasa kazi ya kuvitunza vile vifaranga ni wewe, sio yake. Ndio ana uwezo wa kukuletea kuku wengine 70 kwa mwaka mmoja. Tutafafanua sasa hapa Mwenyezi Mungu amewawekeaje hawa kuku, muda wake wa kulalia, lakini muda wa kupumzika na muda wa kumwandaa kuku ameshakuletea mayai. Sasa Mwenyezi Mungu amemwekea kwamba kuku ana uwezo wa kulalia siku 21. Siku 21 ana uwezo wa kulalia na akakuletea vifaranga vya kuku. Lakini huyu kuku akishalalia siku 21, siku ile ya 21 ambaye ametotoa akiwa na joto ya kulalia, ukimnyang'anya vile vifaranga na ukamwekea mayai mengine, ataendelea kulalia tena siku zingine 21. Lakini tunashauri kwamba kama mumwekea kuku siku 21 akatotoa ukamnyang'anya, alafu akalalia tena siku 21 tena akatotoa, usiendelee tena kumpa, mwache apumzike. Sasa hii ni kanuni ya kwanza. Lakini kanuni tena hii ambayo tunataka sasa tuiendeleze ni kanuni ambayo kuku amepewa uwezo wa kulalia siku 21. Lakini baada ya siku 21 kuku huyu amepewa uwezo wa kutaga siku tena 15. Na akishamaliza kutaga siku 15 analalia siku 21, anapumzika siku 15. Kama umemnyang'anya vifaranga siku ile ya 21 na ukampa chakula inavyostahili, kamchanganya ule ambao tulioongea, ni siku 15 tu kuku Mwenyezi Mungu amemtengeneza kwamba siku 15 inatosha kuanza kutaga tena. Manake siku 11, siku 15 za kutaga, siku 15, siku 21 za kulalia na siku 15 za kupumzika. Tunashumu kwamba sasa siku 15 za kutaga, siku 15 za kupumzika, siku 21 za kulalia. Manake kila siku 51 kuku anatakiwa akuletee vifaranga. Kila siku 51 kuku akuletee vifaranga. Sasa kama somo hili umelijua vizuri na ukalifuatilia, kuku 10 wana uwezo wa kukuletea kuku wengine 700 kwa mwaka. Tukiashumu kwamba
kama kila baada ya masaa kila baada ya siku 51 anatotoa. Na tunajua kabisa kwamba kwa mwaka mmoja una siku zaidi ya 360. Manake kila siku 51 akiwa anakuletea vifaranga, tunaashumu kwamba ndani ya mwaka mmoja kuku atakuwa ameleta amekutotoleshea mara 7. Na kama ametotoa mara 10 ni kuku 70, kuku mmoja. Na kama kuku 70 ana uwezo kukuletea kwa mwaka mmoja kuku mmoja, ukipiga hesabu kama na kuku wako 10, manake ni kuku 700. Tuashumu hawa kuku wengine wamekufa, lakini uhakika wa kuku 500 wa kukuletea we kwa mwaka mmoja kwa kuku 10 inawezekana. Ndiyo maana tunasema kabisa kwamba mradi huu wa kuku na uwezo wa kuleta mapinduzi makubwa sana kwa vijana. Lakini tunasema kwamba kama unataka kuingia vitani, lazima ujue na ujiandae na ujue unaenda kupigana na nani. Kama unahitaji kufuga kuku na kuletea matunda mazuri, lazima ujifunze changamoto ya ufugaji wa kuku na ujue jinsi gani ya kukabiliana na kuku. Kwa sababu haya yote tuliyoongea huwezi kuyafanikiwa kuyapata kama hujaweza kujua jinsi ya kutunza vifaranga vya kuku. Tunaashumu kwamba ukishajua kutunza vifaranga vya kuku, basi una uwezo wa kupata faida, kwa sababu wale vifaranga wengi hautokuwa unawapoteza. Lakini pili, wana uwezo wa kuwa na kutagia wa kukuletea faida hii kama chakula cha cha mchanganyo wa kuletea mayai kwa wale kuku wakubwa, umeutekeleza inavyopaswa. Sasa kwa namna hiyo tunaamini kabisa kwamba kuku mmoja ana uwezo wa kukuletea kuku wengine 70 kwa mwaka. Tunaamini kama umepata maelekezo ya kipindi chetu hichi kwa siku ya leo, cha kuku mmoja kukuletea kuku wengine 70, na kwa kipengele hicho ambacho tulichoongea, cha kwanza, hakikisha vifaranga unavilea wewe mwenyewe, cha kwanza. Lakini cha pili, hakikisha chakula unawapa cha kutosha. Cha tatu, hakikisha unawapa chanjo kama tulivyoeleza kwa miezi ile ambayo tuliyoongea ya kutosha. Cha nne, hakikisha mboga za majani unawapa ya kutosha. Ukifata maelekezo haya tunayaongea kwa siku ya leo kwa kipengele hichi, tuna uhakika kuku mmoja anaweza kukuletea kuku wengine 70 kwa mwaka. Ni kutoka katika mfugaji wako mzoefu, mkufunzi wa mafunzo ya ujasiriamali, Simoni Lameck Bwiko. Tunakuomba na kusisitiza, kama hujapata kitabu chetu hichi cha Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji wa Kuku, please jitahidi ukitafute kitabu hichi. Popote pale nchi hii tutakupatia. Lakini pili, utakuwa umepata ufunguo moja kwa moja kukuingiza katika grupu letu la wafugaji ambao tunajadili mambo yetu mengi katika kipindi hicho cha ufugaji wa kuku. Karibu sana, endelea kufuatia katika vipindi vyetu hivi ambavyo tunavyoviendeleza ili tuweze kwenda pamoja. Please, kama unaona kipindi hichi ni kizuri, mtumie klipu na mwingine. Lakini usisahau kutupa ushauri wote kama unaona hapo comment, ili tuweze kujua tunaenda wapi na tunafika wapi pamoja. Asante sana kwa kusikiliza.